Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 9 2025. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo, hii ni siku nzuri kwa safari ya siku nzima. Safiri ikiwezekana ili kupata mabadiliko ya mandhari na kuachilia mambo hasi. Kuwa mtalii katika mji wako mwenyewe. Jisajili kwa kozi ambazo zitakuvutia au hata kujiendeleza. Jifunze kitu kipya au ikiwa unapendelea, chukua njia iliyo bora kutafuta pesa zilizokuwa zenye faida na wewe, na hata zikizidi basi punguzia wengine. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, leo utafurahishwa na shughuli ndogo ndogo za hapa na pale. Cha kushangaza ni kuwa unaweza kuvutiwa na mtu mpya machoni, aidha ni msanii na kadhalika. Pia utafurahia kuhusika katika shughuli za watoto na chochote kuhusu maendeleo mapana ya watoto. Kushiriki katika majadiliano au kutazama, chaguo ni lako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, leo shirikiana na wapendwa, hasa watu ambao unaopatana nao, kwani utatawaliwa na nafsi ya hasira na hata kuchukia bila sababu. Haiba yako itakuwa ndogo sana leo kwa sababu mwili hautataka kujituma kwa asilimia zote. Utasikia habari ya chombo fulani kilichopotea au kuhusu wizi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, ingawa hii ni siku rahisi, baadhi yenu hata hivyo mtataka kufanya kazi ili kufanya mengi. Kwa kawaida, baadhi yenu mnapaswa kufanya kazi hata hivyo, kwa sababu kuna hali ya utulivu leo. Unaweza kuwa na ufunguo katika baadhi ya njia kwa wengine, na hata hivyo mambo yanahusu michezo yatakuwa na ushindani leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni siku nzuri ya kujifurahisha. Kaa nyumbani na utulie, hasa baada ya mihangaiko, kwani utaepukana na shari, au utoke nje na ujichanganye. Kwa vyovyote vile, utafurahi. Safari fupi za leo zitakufanya uonane na sura mpya. Ni jambo zuri rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, utafurahia kumjua adui yako na kuona namna gani unaweza shinda. Hata hivyo, leo kuna maanisha kuwa utakuwa na furaha sana kupumzika nyumbani, hasa baada ya kurudi katika mizunguko yako mapema na chakula kizuri. Hautatoa maoni yako kuhusu mtu fulani, watu wanaozungumzia. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni siku kamili ya kujishughulisha. Utafurahia kuzungumza na marafiki kwa sababu ingawa unataka kupumzika, unataka pia kuzungumza na mtu fulani na kuhisi mazungumzo ya kuvutia. Hii itatokea kwa urahisi kwa sababu unavutia watu kwako hivi sasa. Pesa utazipata baada ya kuzitumia. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, leo wewe ni kama mfalme katika nyumba yako ya kuhesabia. Ukihesabu pesa zako, hakika unafikiria juu ya mapato, mtiririko wa pesa na hata mali yako. Walakini hii ni siku ya kupumzika, ambayo inakupasa kupumzika nyumbani au kufupisha mambo. Wakati mzuri wa kujinasibu na wengine ni baada ya kuona ushindi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, leo mwezi uko kwenye ishara yako, ambao inamaanisha kuwa mambo yataenda kwa njia nzuri. Bahati yako ni bora kidogo kuliko bahati ya ishara nyingine. Hakika utafurahia kugombana na marafiki, hasa kwa sababu unavutia wengine kwa wakati mzuri. Kuwa na furaha, changamoto ndogo zisikukwaze. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, ishara yako itakuwa mfano uliokithiri kwa wengine. Hii kwa sababu unataka kujificha watu wasikuone. Unathamini faraha yako leo. Unataka kuchukua kitu na usisumbuliwe. Walakini ikiwa utahusika na marafiki na watu waliokuzunguka, cha kushangaza utakuwa mshindani. Pesa zipo mbali rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo,
Urafiki ni muhimu kwako, na hii ndiyo siku nzuri ya kupigana, kutumia mbinu ya ushindi na marafiki au kikundi. Mapenzi pia yanapendelewa leo kwa sababu mahusiano na mtu wa pekee ni ya upendo sana. Utakuwa ni mtu wa kutamani vitu leo rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, wewe ni wa hali ya juu leo ambayo ni ya kushangaza kwa sababu wengi wenu mtapendelea kupumzika nyumbani kufanya kazi leo. Itakuwa bored sana. Utafupisha mambo kwa njia yoyote. Kitu kinakuvutia wakati huo huo mahusiano yako yote na wengine ni ya kutia moyo rafiki. Tukiendelea na upande wa kila nyota kutambua muda gani mzuri kwake. Kwa hiyo tunazungusha gurudumu kwa ajili ya kutambua muda wako mzuri kwa siku ya leo ya Jumapili. Usiache kufanya vitu ambavyo vinahusiana na nyota yako ili uweze kung'aa kinyota na ili uweze kufikia mafanikio. Bila kufanya hivyo tu basi inakuwa kidogo ngumu kufika pale unapotaka kufika. Tukianza na upande wa nyota ya punda, leo saa yako nzuri ni saa 4. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, saa yako nzuri kwa siku ya leo ni saa 8 mchana. Na tukija kwa upande wa nyota ya mapacha, saa yako nzuri siku ya leo ni saa 10. Na tukija kwa upande wa nyota ya kaa, saa yako nzuri siku ya leo ni saa 9. Na tukija kwa simba, saa yako nzuri leo ni saa 6. Na tukija kwa upande wa nyota ya Vigo, saa yako nzuri leo ni usiku. Kwa hiyo usiku kabla ya kulala, unaweza kupata muda wako mzuri kwa kuna chochote ambacho kinaweza kikatokea. Tukiendelea katika upande wa nyota ya mizani, saa yako nzuri kwa siku ya leo ni saa 5. Na tukiendelea katika upande wa nyota ya nge, saa yako nzuri leo ni saa 1 asubuhi. Na tukija kwa upande wa nyota ya mshale, saa yako nzuri siku ya leo ni saa 3. Na tukija katika upande wa nyota ya mbuzi, saa yako nzuri siku ya leo ni saa 5 mpaka saa 8. Na tukija katika upande wa nyota ya ndoo, saa yako nzuri leo ni saa 12 jioni. Na kwa upande wa nyota ya samaki, saa yako nzuri leo ni saa 9 mpaka saa 12. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye, siku njema.